Uchaguzi wa mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa shirika la afya duniani WHO unafanyika leo hii siku ya Jumapili Mei 18 huko Geneva, Uswisi. Mshindi anakuja kuiziba nafasi aliyekuwa mkurugenzi mteule wa kanda hiyo Dr. Faustin Ndugulile, waziri wa zamani wa afya nchini Tanzania aliyefariki ghafla Novemba mwaka 2024. Janabi ni miongoni mwa wataalamu wakubwa wa afya nchini Tanzania, akiwa pia ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili MNH. Mkurugenzi wa kanda anachaguliwa kwa kura ya siri katika kikao cha ndani cha kamati ya kanda ya WHO kwa Afrika ambayo ilikutana Januari 14 mwaka 2025 na kuamua kutumia utaratibu wa haraka kumpata mkurugenzi wa kanda badala ya mchakato wa kawaida ambayo huchukua muda mrefu. Mkurugenzi huyo anatarajiwa kuhudumu kwa kipindi cha miaka 5 na ana fursa ya kuchaguliwa tena upya mara moja pekee baada ya kuhudumu awamu ya kwanza. Kwa mgombea atakayechaguliwa katika wadhifa huo, atakuwa na jukumu muhimu la kuunda sera za afya, kuratibu huduma za dharura na kushinikiza suluhu mpya za afya kote barani Afrika. Ujumbe wa serikali ya Tanzania ukiongozwa na waziri wa afya Jenista Mhagama unaendeleza kampeni za kumnadi Profesa Janabi huko Uswisi. Wagombea wa nafasi hiyo ni pamoja na Mustafa Mijayawa kutoka Togo, Dr. Nda Konan Michael Yao kutoka Ivory Coast, Mohamed Lamine Drame kutoka Guinea na Profesa Mohamed Janabi kutoka nchini Tanzania. Mustafa Mijayawa kutoka Togo alikuwa waziri wa afya wa Togo ambaye anaonekana tishio zaidi kwa Profesa Janabi kwenye nafasi hiyo ya mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa shirika la afya duniani WHO. Mijayawa alikuwa waziri kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2024 na amekuwa daktari wa magonjwa ya baridi ya bisi kwa zaidi ya miaka 30, akifanya kazi nchini kwake Togo na nje ya nchi. Kazi yake ni pamoja na majukumu katika elimu ya matibabu, physiotherapy na orthosis. Dr. Nda Konan Michael Yao kutoka nchini Ivory Coast ni mtafiti mashuhuri na msomi anayejulikana kwa mchango wake mkubwa kwenye afya ya umma, haswa katika muktadha wa magonjwa ya kuambukiza barani Afrika. Utaalamu wake unatiliwa mkazo na ushirikiano wake kwenye shughuli za mashirika mashuhuri ikiwemo shirika la afya duniani WHO ambako alihudumu katika makao makuu nchini Uswisi na ofisi ya kanda Afrika nchini Kongo. Mohamed Lamine Drame kutoka Guinea ana uzoefu mkubwa wa kliniki na uzoefu wa muda mrefu wa usimamizi na afya ya umma iliyoandaliwa kwanza katika nchi yake Jamhuri ya Guinea, kisha alifanya kazi na kukusanya uzoefu wa miaka 21 kama mtaalamu mkuu katika ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa na taasisi za kimataifa WHO Geneva na mashirika ya nchi mbili, ushirikiano wa Ujerumani na ushirikiano wa Ubelgiji Wezesha. Alishirikiana na wawekezaji wakuu wa Global Health kama Gavi, GFAMT na WB. Bwana, hii ni Mbayu TV na tunasema kila raheli kwa Profesa Janabi katika uchaguzi huo, na Mungu amtangulie, sera zake na hoja zake zipate kibali na kueleweka kwa watu wengi, mwisho wa siku aweze kuchaguliwa na kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Langu jina ni David Edward, uwe na siku njema.